Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo anatakiwa Muislamu afanye bidii na afanye himma ni jambo la kutakasa nafsi yake. Tazkia binafsi ni miongoni mwa mambo ya msingi katika maisha ya wanadamu hapa duniani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama hataenda kuangalia dhahiri, yani kuangalia sura yake, nguo yake alikuwa anavaa, wa innama yanzuru ma fil qulub. Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutazama yale ambayo yaliyokuwa katika nyoyo za watu. Leo katika maisha tuliyokuwa nayo, watu wengi wanashughulika na dhahiri. Mtu amevaa kanzu nzuri, kavaa nyosha suti yake, kavaa suruali nzuri, lakini katika moyo wake kumejaa matakataka, kwenye moyo wake kumejaa uchafu. Hili ni jambo ambalo kila Muislamu anatakiwa alifanye himma na alifanye bidii. Kila Muislamu anatakiwa autakase moyo wake, aitakase nafsi yake kutokana na zile amradhi al-qulub min al-nifaqi wal-kufr wal-shirk wal-bid'ah wal-ghiba wal-namima. Muislamu anafanya bidii kuitakasa nafsi yake kutokana na uchafu ambao unaokaa katika nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuambia akasema, qad aflaha man zakkaha, kwa hakika amefaulu yule mtu ambaye aliyetakasa nafsi yake, wa qad khaba man dassaha, na kwa hakika amepata hasara yule ambaye aliyeficha nafsi yake kwa kutoielekeza na kuitakasa yale mambo yaliyokuwa mazuri. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala alipokuwa ni tafsiri haya akisema, fakathara tathiraha, mtu huyo akakithirisha katika kuitakasa nafsi yake, min al-kufri wal maasi wa aslaha bis-salihat min al-a'mal. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari anasema Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qad aflaha man zakkaha, maana yake ni mwanadamu Muislamu akafanya bidii, akafanya wingi katika kuitakasa nafsi yake, min al-kufri, kutokana na matendo ya ukafiri, wal maasi, na maasi mengine, wa aslaha, lakini vile vile kufanya hima katika kuirekebisha na kuitengeneza nafsi yake, bisalihati min al-a'mal, katika kutekeleza matendo ambayo yaliyokuwa bora. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ash-Shu'ara anasema, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku ambayo akielezea siku ya Kiyama akasema, siku ambayo la yanfa'u malun, haitomfaisha mali, wala banun, wala watoto, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye aliyemwendea Mola wake subhanahu wa ta'ala akiwa moyo wake umetakasika. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala alikuwa akitafsiri aya akasema, wal qalbu salim, na moyo ambao uliosalimika, huwa alladhi salima min ash-shirk, ni moyo uliosalimika na matendo ya kishirikina. Yani wewe Muislamu, nafsi yako ukaitakasa ndani ya moyo wako, ukawa hakuna chembe za mambo ya kutikana za kishirikina. Kisha akasema, walghini, kadhalika katika nafsi yako usiwe na mafundo yale chuki kwa watu, walhikdi walhasadi, kadhalika nafsi hiyo na moyo huo ukasafika kutokana na husda, washuhi na ukabili, walkibri na kiburi, wa hubbi dunia, na kupenda dunia, walrikasa, na kupenda uongozi. Fasalima min kulli afati, moyo huo ukasalimika kutokana na kila gonjwa, tuhiduhu anillah, gonjwa ambalo itakuondeka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalima min kulli shubhatin tuhamilu qablahu, lakini kadhalika yani moyo huo umesalimika kutokana na shubha ambayo itakayokuwa inatokana na mafundisho ya Uislamu. Ndugu zangu katika imani, katika moyo wa mwanadamu kuna maradhi makubwa mawili, na huo ndio msingi wa matatizo yote. Maradhi ya kwanza ni maradhi ya ashubhat, maradhi ya shubha ambayo yanatokana na shughuli yale makundi yote katika yani Waislamu na Waislamu ambao wameingia katika walala, wameingia katika upotevu. Sababu kubwa ya kuingiza
kilichomsukuma ni yeye kuwa na maradhi ya shubha. Ndugu yangu Muislamu, mwanazuoni mwingine anaitwa Sheikh al-Allama Abdurrahman bin Nasir al-Saadi alipokuwa akifasiri aya akasema, al-qalbu salim, moyo ambao umesalimika, maana yake alladhi salima min ashirk, ni moyo uliosalimika na itikadi za kishirikina. Yaani Uislamu hutakiwi kuamini mambo yanahusu nyota, mambo yanahusu bahati, sijui mambo yanahusu mikosi. Leo kuna Muislamu anaswali lakini kwenye mkono wake amevaa bangili ya chuma akiwa ana itikadi kwa bangili hii itamkinga na balaa. Nyumbani kwake ana mwanaye amembalisha kitambaa cheusi akiamini kitambaa hiki cheusi kinaweza kikamkinga mtoto huyo kutokana na matatizo mbalimbali. Ukiwa ndugu yako Muislamu una itikadi kama hiyo, basi ujue wewe moyo wako unauma, moyo wako haujasalimika, kwa sababu al-qalbu salim, moyo ambao umesalimika ni ule ambao umesalimika na mambo ya kishirikina. Kadhalika washaki na shaka wa hubbu shaki, moyo ambao umesalimika na kupenda shari, wal israri ala bid'ah wa dhunubi, vile vile moyo ambao umesalimika katika kuendelea katika bid'a na madhambi mbalimbali. Yaani kuna mtu ambaye yeye amejaliwa au tunasema yeye ni mtu ambaye moyo wake unapenda maasi, moyo wake unapenda bid'a, na ndio maana kuna siku moja alikuja kijana mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, naomba unipe hili mzini. Mtume alikuonekana na sahaba, yule mtu anamwambia Mtume ampe hili hivi aweze kwenda kuzini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, unapenda leo hilo jambo la zinaa kama mama yako? Akasema la wallahi. Wapenda jambo hilo kama mkeo? Akasema la wallahi. Amfanyie dada yako, afanyie shangazi yako? Akasema hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hivyo hivyo na watu pia hawapendi dada zao mama zao waweze kuziniwa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, Allahumma barik qalbahu wa hassin farjahu. Allah, nakuomba umbadilishe huyu kijana moyo wake, maana ana maradhi ya kupenda zinaa, lakini kadhalika wa hassin farjahu, na uilinde familia yake. Yule bwana baada ya dua hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajawahi kutamani tena jambo la zinaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyosahihi aliyotaja Imam Muslim anasema, ala inna fil jasadi mudghah, hakika katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama, ila salaha al-jasad kullu, kipande hicho cha nyama kikitengemaa kikawa kimetakasika na maradhi ya shubha, kimetakasika na maradhi ya shahwa, ndani hakuna unafiki, hakuna riya, hakuna kiburi, hakuna hasadi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, salaha al-jasad kulluhu, mwili mzima wote umetengemaa. Wa idha fasadat, na kipande hicho cha nyama kikiharibika, fasada al-jasad kulluhu, mwili mzima ukiharibika. Ala wahiya al-qalbu, na kipande hicho ni moyo. Leo unaweza kusema fulani ana kiburi, huyu fulani ana moyo mzuri. Kitu gani kinakuonyesha kwamba ana moyo mzuri, ana roho nzuri? Wewe roho yako unaiona, unayaona yale anayofanya huku nje, ndio utajua huyu ni mtu ambaye ni roho nzuri, huyu ni mtu karimu, huyu ni mtu mwenye imani. Kutokana vitendo vya nje ni tafsiri ya vile vitu ambavyo vilivyokuwa katika moyo. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine anasema, wa thiyabaka fatahhir. Hapa dhahiri ya lafzi kwamba na nguo yako itakase, lakini Imam Ibn Qayyim anasema, wa jumhurul mufassirina min as-salafi wa min ba'dihim, wanawachuoni wengi wa tafsiri katika wema waliotangulia na waliokuja baada yake wanasema, anna al-murada bi-thiyabi, kwamba makusudio ya nguo katika hii aya hakuna al-qalbu, ni moyo. Wa thiyabaka fatahhir, maana yake na moyo wako utakase. Wal murada bil-tahara, na makusudio ya tahara katika aya hii islahul a'mal wal akhlaq, ni mtu kutengeneza matendo yake na kuhakikisha anajipamba na tabia njema za Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, ili Uislamu aweze kufikia katika daraja la kuwa nafsi yake ameifanyia tazkia, ameitakasa nafsi yake na
ihsani ila yawm. Msingi wa kwanza ndugu yangu Muislamu wa kuitakasa nafsi ni tazkiyatun nafsi ala tauhid. Kwanza Muislamu, ili uweze nafsi yako kuitakasa, kwanza kuitakasa nafsi yako na tauhid. Ijaze nafsi yako ni imani, ijaze nafsi yako yaqini. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Fussilat anasema wawailul lilmushrikina alladhina la yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Adhabu kali ole wao washirikina alladhina la yutuna az-zakata, ambao wasiotoa zaka, wa hum bil akhirati hum kafirun, na hao akhera ni wenye kukamilisha. Wanawachuoni wanasema aya hii ni makia. Aya hii ilishuka kabla ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhama kwenda katika mji wa Madina. Sasa nini makusudio ya zaka katika hii aya? Zaka inakusudiwa hapa ni zakatun nafsi, ni kuitakasa nafsi na ushirikina, kuitakasa nafsi na machafu. Walihadha qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, anasema qala aktharu mufassirin min as-salafi wa min ba'dihim hiya at-tauhid. Imam Ibn al-Qayyim alipokuwa ni tafsiri hii aya akasema, wanawachuoni wengi wa tafsiri wanasema makusudio ya zaka hapa alladhina la yutuna zakata, anasema ni tauhidi, shahadatu an la ilaha illa Allah wal iman alladhi bihi yasduqu al-qalbu wa aslu kulli zakatin wa ni'am. Makusudio hapa ni watu kushikamana na tauhidi, kujiepusha na matendo ya kushirikina, kwa sababu ndiyo msingi wa ziada na damaa ya kila kitu ambacho Muislamu anakifanya katika maisha yake. Ikiwa tauhidi yako ina shida, tauhidi rububia, tauhidi uluhia, tauhidi al-asma'i wa sifat, sehemu nyingine yote kwenye matatizo. Ukimwona mtu anapenda kuangana na wengine, ukimwona mtu anaamini, ni tafsiri kwamba imani yake ni dhaifu. Kwa hivyo ili Muislamu uweze kuitakasa nafsi yako, hakikisha unakuwa ni katika watu ambao wanashikamana na tauhidi safia bila shirki wal ilhad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur.